أجمل brothers. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليمًا. وبعد، baadayakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu Waislam katika iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uhayyikum bitahiyatin mubarakah, tahiyatu ahlul jannah. Wa usikum wa iyaya bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala, fa inna lilmuttaqina mafazan. Ahbabi alkiram, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العمران. يقول أيضا الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Baada ya kumhimidi Allah, kumtakia rahma Mtume sallallahu ta'ala alayhi wasallama, ndugu zangu katika imani, nimewakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu katika swala zima la kujibidisha katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Asikudanganye mtu yeyote yule ambaye anaishi kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, kwa kufanya yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa taala, kuanzia maneno, vitendo na mengine mengi yanayotaalaq na maisha yake, yote yakawa katika misingi ya kumtii Allah subhanahu. Huyo ndiye mtu ambaye amefaulu ufaulu uliokuwa wa hakika. Asikudanganye mtu yoyote, kwani mwanadamu anawezekana akawa na mali nyingi sana, mwanadamu anaweza akawa na pesa nyingi sana, mwanadamu anaweza akawa ni mrembo sana, mwanadamu anaweza akawa ni maarufu mno, lakini kwa mwanadamu huyu inapokosekana uchamungu, hakuna kile ambacho kitakachokuwa kizuri kwake. Ndio mmoja akasema, katika maisha ya mwanadamu mpe moja, halafu katika hile moja kule mbele ongeza sifuri kadiri ya sifa zake. Mwanadamu akiwa ni mwenye pesa nyingi sana, mpe moja. Mwanadamu akiwa ni mwenye mali nyingi, mwenye cheo kikubwa, ongeza sifuri mbele. Akiwa ni mwenye kutambulika na watu, mwenye status kubwa katika ulimwengu, ongeza sifuri nyingine. Ni msomi sana, ongeza sifuri nyingine. Sifuri ongeza kutoka kwa kadiri ya sifa zake alizokuwa nazo. Lakini mwanadamu huyu anapokosa takwa, ondoa hile moja, jibu lake itabaki ni nini? Itabaki sifuri. Maana yake ni kwamba kama mwanadamu anaishi katika maisha yake, yeye ni mwenye kupata sifuri 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 sifuri, la hali ile moja yenye kuipa thamani sifuri haipo, maana yake huyu mja amepata hasara duniani na akhira. Ndivyo hivyo katika maisha yetu ya kila siku.
tunapaswa kuishi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dakika kadhaa zilizo kuwepo mbele yetu, kwa mashia ya Allah subhanahu, nitawakumbusha kuhusu mada moja muhimu, kwamba jitambue ewe ndugu yangu katika imani na ubadilike. Zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuumba akatuleta ulimwenguni na akatukadiria riziki zetu na kadhalika wa kadhalika, akatuwekea misingi. Katika hiyo misingi, kwa kuwa yeye Allah Karim ndiye mjuzi wa yaliyofichikana, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa tahadhari kwamba msiende njia hii. Hii ni njia ambayo isiyokuwa ya sawa, haina kheri na nyinyi. Nendeni njia hii, njia hii ndiyo nzuri na yenye kheri na nyinyi. Ndugu katika imani, inawezekana ukawa unajiuliza maswali kadhaa. Tunaposema jitambue na ubadilike, tafsiri yake ni nini? Ndugu katika imani, kujitambua na kubadilika maana yake kwamba tuishi katika dhumuni ambalo sisi tumeumbiwa nalo. Tuishi katika purpose ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ama ametuumbia nayo. Tuishi katika malengo na maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tubadilike ndugu yangu katika imani kwa kuyafanya matendo yetu kuwa mazuri. Tubadilike ndugu yangu katika imani, tusiishi kwa mazoea ndugu yangu katika imani, tusiishi kwa hope ndugu yangu katika imani. Kwani wangapi katika sisi ambao hatusomi Qur'ani mpaka litokewe tatizo? Wangapi katika sisi ambao hatufanyi ibada ya sala? Wangapi katika sisi ambao kufanya madhambi kwetu ni jambo la kawaida? Wangapi katika sisi tayari tumeshaona matendo tunayoyafanya yamejitosheleza? Wangapi katika sisi tunaamini ya kwamba muda wetu bado upo mrefu sana? Hatuishi kwa tahadhari. And that's why nikasema kwamba leo tukumbushane kuhusu hii mada, badilika, jitambue. Jitambue, badilika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tabaraka wa ta'ala hakuumba majini, hakuumba wanadamu isipokuwa dhumuni la kwanza kabisa ambalo limempelekea amuumbe huyu mwanadamu na kumleta katika huu ulimwengu wa dunia, katika huu uso wa dunia. Dhumuni kubwa kwanza kabisa ni kumfanyia ibada Allah tabaraka wa ta'ala. Na katika hiyo ibada, sio tu kwamba ibada ambayo unaoifikiria ndiyo itakayofaa uweze kumwabudia Allah, akaleta mfumo maalumu wa mwanadamu namna gani anaweza akamwabudu Mola wake. Ameleta utaratibu wa namna gani mwanadamu anapaswa kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiyo tunaona kuna swala, kuna kufunga. Ndugu yangu katika imani, ikiwa kama leo dhumuni letu sisi tumeletwa hapa ulimwenguni tuje tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hebu jiulize wewe, kwa siku ibada ngapi ambazo unazozitekeleza na ibada ngapi ambazo unazichukulia poa? Toka pengine umepata ufahamu, umepata akili, Allah tabaraka wa ta'ala amekujalia akili ya kupambanua, amekupatia hali ya utu uzima, mpaka sasa hivi ni ibada gani ambayo umeifanya kubwa? Yawezekana hata kama leo utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, hata kama leo utarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utasema kwamba hii ni miongoni mwa ibada kubwa niliyoifanya, inawezekana nikajitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, ni vipindi vingapi vya swala ambavyo vimekupita? Ndugu yangu katika imani, ni mara ngapi umesikiliza music? Ndugu yangu katika imani, ni mara ngapi umejiposti katika social media?
ndugu yangu katika imani, bado unaendelea kufanya yale mambo ya munkarat, ni lini ulikaa chini na kusema kwamba mimi nahitajika niweze kurudi kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi ndugu yangu katika imani, ulishawahi kukaa chini kujiuliza nafsi yako kwamba mimi nimeletwa hapa ulimwenguni dhumuni, ama nimeletwa kwa malengo gani? Kitu gani nimeagizwa mimi nije kukifanya? Na je, ninakifanya ile inavyohitajika? Ni mambo mangapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ananifanyia mimi, na mimi mambo mangapi ambayo namfanyia Allah tabaraka wa ta'ala? Ni maswali ambayo ni very sensitive and very serious. Mwanadamu anapaswa kujiuliza. Sisi kama wanadamu tunapaswa kujiuliza mara kwa mara, ndugu yangu katika imani. Ndugu katika imani, jitambue na tambua dhumuni ambalo limekuleta hapa ulimwenguni, si lengine. Kutafuta pesa si dhumuni kuu. Hutoenda kulalamika kwa Allah, hutoenda kujitetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya Rabbi, mimi sikufanya ibada kwa sababu nilikuwa busy sana kutafuta riziki za watoto wangu. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala hatakupa fursa ya kusikiliza maudhui kama hizo, malalamiko kama hayo. Hivi leo Allah subhanahu wa ta'ala akakuchukua leo, mathalan, utakuwa na kitu gani ambacho cha kwenda kujitetea kwake? Allah hajakupa pumzi, amekupa. Allah hajakupa siha njema, amekupa. Allah tabaraka wa taala hajakupa akili timamu, amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna watu waliokuja kukulingania na kukueleza kwamba acha kuyafanya haya unayoyafanya, ni sehemu ya munkarati na ni haramu mwanamke wa Kiislamu, mwanaume wa Kiislamu kuyafanya haya masaili. Wote hao wamekuja. Haya, leo kitu gani unataka ujitetee nacho? Mkitu gani nyinyi kimewaingiza motoni? Hakuna ambacho utakachojitetea kwamba ya Rabbi, si tulikuwa unajua familia na mambo ya kimaisha na maisha unajua ilibadilika, tulikuwa tukifanya kazi Gulf, tukifanya kazi wapi, tukifanya kazi Oman, tukifanya kazi Saudia, tukifanya kazi Qatar, tukifanya kazi wapi na wapi na kadhalika na kadhalika. Ma salakakum fi saqar, sikiliza watu wa motoni watakavyokuwa. Qalu lam nakum minal musallin. Maana yake kwamba malalamiko na majibu yao watakapoulizwa na watu wa peponi kwamba nyinyi kwa nini mpo motoni, watakachokisema kikubwa kwamba hatukuwa ni wenye kufanya ibada. Suala la sala limekuja kama kuwakilisha ibada zingine. Maana yake kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatutapata nafasi ya sisi kuweza kujitetea eti kwa sababu ya ugumu. Leo if we ask someone, why don't you pray, why don't you perform your salah, why don't you establish your 5 daily prayers, kwa nini hauswali? Mtu ukimuuliza swali rahisi kama hili, hata kwambia bana, unajua ndio hivyo bwana, sheitani. Sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kwani wewe hakuna aliyekuja kukwambia kwamba sheitani si kiumbe sahihi wa kufuata, na yeye anatakiwa kumfuata zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Leo mtu akiulizwa kwa nini wewe hauisomi dini yako, kwa nini haufanyi ibada mbalimbali, kwa nini wewe haujitolei kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekubariki, kwa nini? Hakuna kikubwa atakachosema, hakuna jambo la msingi ambalo atakalolizungumza zaidi pengine ya kusingizia sheitani. Kama hatosingizia sheitani, basi atasingizia maisha magumu. Ndugu yangu katika imani, kama utakuwa umeshindwa kuwa satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has given you, kama utashindwa kuweza kuwa satisfied yani kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, sahau, haitatokea hata siku moja utakuja kuridhika. Man la yashkur qalilan la yashkur kathir, asiyekuwa na nafasi, moyo wake hajaufunza kushukuru kidogo, sahau kuja kushukuru kikubwa. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, ni ibada ngapi ambazo umezipuuzia? Ndugu yangu katika imani, ni mara ngapi umesema utafanya kesho? Ndugu yangu katika imani, ni da'wa ngapi zimekuja kwako? Ni mawaidha mangapi yamekuja kwako ndugu yangu katika imani na umeyapuuzia, hujafanyia kazi? Ni mara ngapi? Lakini kwa kuwa bado tupo duniani na Allah subhanahu wa ta'ala
ametukarim sisi, ametupa utukufu sisi kwa kutuambia kwamba nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuambizana yaliyokuwa mazuri na kuonyana yaliyokuwa mabaya. Nyinyi ndiyo sababu ya kuitwa umma bora. Sasa kwa kuwa sote tupo duniani na baadhi yetu tumesoma kidogo, alhamdulillah, tunakumbushana. Suala la kukumbushika ni la kwako wewe na moyo wako. Ndio katika imani, usitarajie kwamba leo yako hii uliyoiona inawezekana ikafuatiwa na kesho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, unapoiona asubuhi usitarajie kuiona jioni, unapoiona jioni usitarajie kuiona asubuhi. Unapopata nafasi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu kweli kweli. Why? Kwa sababu inawezekana usipate fursa tena ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mara ngapi umetukana ndugu yangu katika imani? Je, ulishakaa chini na kusema ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli, ya Rabbi ana atubu ilaik, mimi natubia kwako ya Rabbi, naomba unisame? Ulishawahi kukaa chini kuyajutia yale ambayo uliyoyafanya nyuma, enzi ya ujahiliya, enzi ya ujinga? Ulishawahi kukaa chini na kuyatafakari haya maisha ya dunia, jinsi ambavyo yanavyokwenda, watu wanavyofariki, watu wanavyoondoka, watu wetu wa karibu wanavyoondoka kila siku? Ulishawahi kukaa chini na kuyatafakari na kuona kwamba ni muda wangu sahihi mimi wa kuweza kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, ni muhimu sana tusiishi kwa mazoea, tusiishi kwa kujipa hope kwamba kesho itafika na nitafanya hivi. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Siseme kwamba kitu fulani mimi nitakifanya kesho, kwa sababu kesho hakuna ambaye anayejua. Inawezekana mimi nisifike ama wewe usifike. Kwa hiyo pumzi hii tuliyokuwa nayo ndugu zangu katika imani, lazima tujitambue ya kwamba hii ni mtaji. Tutafanya kazi zetu za kutafuta riziki za kila siku, tutafanya kazi zetu za kufanya hivi na hivi na hivi. Ni lazima na ni muhimu sana kuona kwamba dhumuni kubwa lililoletwa nalo hapa sio kutafuta hizi pesa. Natafuta hizi pesa ili kubwa zaidi niweze kumwabudu Allah subhanahu. Yani kumbe hata tukitafakari, tukisikiliza vizuri, okay, kumbe hata hii suala la mimi kutafuta pesa, la mimi kupata watoto, la mimi kuoa ama kuolewa, lengo kubwa ni kupata ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanadamu anapotafuta pesa, si ndio, dhumuni lake aweze kujiimarisha na kupata nguvu ya kufanya ibada. Na ndio maana watu tunawaambia ama tuambizana, yani kwamba tafuta hii pesa ukiwa una imani ya kwamba mimi natafuta pesa ili niweze kupata chakula, niweze kupata pesa kwa ajili ya kujizatiti zaidi katika masaili ya ibada. Yani ifike hatua kama mwanadamu mwenye kujitambua aseme kwamba mimi ninatafuta pesa kwa dhumuni la kutaka kujipushi katika masala mazima ya ibada, kujiimprove katika ibada, kujiimarisha katika masaili mazima ya ibada. Leo tukikuuliza ndugu yangu katika imani, wewe unatafuta pesa lengo liwe nini? Yani mfano leo hapa sote kwa ujumla tuulizana, okay, ukhti yangu watafuta pesa, labda upo Oman wafanya kazi, dada hapo labda upo Saudia wafanya kazi, kule upo Qatar wafanya kazi, wewe upo Dubai wafanya kazi, yule pale yupo sehemu fulani wafanya kazi, yule yupo Tanzania, yule yupo sehemu fulani. Kwa nini unatafuta pesa? Natafuta pesa ili niwe na maisha mazuri. Bado wewe hujajitambua. Manake hata pesa ama haya tunaoyafanya, tafuta pesa, umepata pesa, nenda umra. Yani kwamba pesa ambayo unayoipata iwe ni sehemu ya kukubusti katika kuyafikia yenye kheri. Kwamba Uislamu umetukataza sisi kuomba na kuwa madhalili. Basi umepata pesa kiasi fulani, pesa yako iwe dhumuni lako la kwanza ni lillahi subhanahu wa ta'ala. Ndio wakuta mtu ametafuta pesa amekwenda umra, mtu ametafuta pesa amefanya hivi, amejenga msikiti,
Mtu ametafuta pesa anafanya hivi, mtu ametafuta pesa anafanya kitu fulani. Yaani kwamba main purpose, dhumuni kubwa la watu pia kuhangaika katika kutafuta pesa, mtu anatoka asubuhi anarudi jioni, dhumuni lake kubwa ni ili aweze kusonga mbele katika kufanya ibada. Sasa maal asafi shadid, masikitiko yaliyokuwa makubwa sana, angalia mtu yotafuta pesa ili aishi vizuri na kujisahau maisha ya duniani. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, mtu anapambana anatafuta pesa, hata zurtumul maqabir, mpaka mtu anaingia kaburini, mtu anatafuta pesa tu. Ndio wasema kwamba wewe umekuja without nothing, you fighting for something and you will live here without anything. Unakuja hujabeba chochote, unapambana na utaviacha vitu vyote hivi. Maana ndugu yangu katika imani, tuwe na mpango na utaratibu wa kuzungumza na nafsi zetu. Na kwamba nafsi, yani kwamba by the way mimi nafanya kazi, ninafanya, lakini katika hii kazi ambayo ninayoifanya ni ngapi ninayompatia Allah subhanahu wa ta'ala? Katika hii kazi ambayo ninayoifanya ni ngapi ambazo nazipeleka kwa lillahi subhanahu wa ta'ala? Katika hii kazi ambayo ninayoifanya ninaonyesha vipi uhusiano wangu mimi na Allah tabaraka wa taala? Kipato nilichokipata kinanifanya vipi mimi niwe karibu na Allah tabaraka wa taala? Pesa ninayoipata, je, yanifanya niwe karibu na Allah subhanahu ama yanifanya niwe mbali na Allah tabaraka wa taala? Kuna mtu yawezekana akawa hana pesa, pengine maisha yake magumu, analia sana, ewe Allah nijalie kazi, nijalie kadha, nijalie kadha, nijalie. Anapopata pesa hakumbuki kumshukuru yule Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa, na kumshukuru ni kutoa kichache kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Kwa ndugu zangu katika imani, swala la kubadilika ni kuweza kuzungumza na nafsi zetu, kuona namna gani tunaweza tukatoka katika mfumo wa kuishi kimazoea na kurudi katika system ambayo iliyokuwa nzuri. Kullu ibn adam khata, kila mwanadamu, every human being does mistake, lakini mtu bora ambaye anafanya mistake is the one who repent to Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule ambaye anarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, anafanya toba ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, hebu tubadilishe uhusiano wetu na uhusiano, yani kwa maana kwamba tubadiliki katika uhusiano wetu sisi na Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani tumeihama sana, tumeihama mno. Imefikia hatua Muislamu hasomi Qur'ani mpaka kuwe na special occasion, kuwe na jambo maalum, kuna incident imetokea, kuna tukio limetokea, ndio mtu anasoma Qur'ani. Imefikia hatua sasa hivi Qur'ani imekuwa ni ya mayit na sio ya hai. Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyundhira man kana hayyan wa hiqa alqawla ala alkafirin, ili iweze kuwa ni onyo kwa yule aliyekuwa hai. Lakini sisi baal asaf tuliokuwa hai, Qur'ani haitusaidii kwa lolote. Subhanallah. Sasa tubadilike katika kipengele namba 3 hiki, tubadilike katika kutengeneza uhusiano wetu na Qur'ani. Uhusiano wetu na Qur'ani umekuwa ni mbovu sana ndugu zangu katika imani. Afala yatadabbaruna alquran, Allah subhanahu wa ta'ala atuuliza hivi, kwa nini hawaitafakari hii Qur'ani? Yani kwamba wanadamu hawatafakari hii Qur'ani. Wangapi katika sisi leo tunajua zina ni haram? Wangapi katika sisi? Lakini wangapi katika sisi ambao inawezekana pengine last year ama pengine new year tupo baadhi yetu tuliozini? Subhanallah. Wangapi ambao katika sisi tunajua kuacha swala ni haramu, lakini inawezekana vipindi vya swala, Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi, vipindi vya swala kadhaa vimetupita. Wangapi katika sisi ambao tunajua vizuri sana kutukana ni jambo ambalo lamkera Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi ndio imekuwa mdomo mbele sana katika kufanya maasi. Afala yatadabbaruna alquran. Inawezekana ndugu yangu katika imani, wewe isoma Qur'ani kila siku, waingia darasani, lakini Qur'ani hii doesn't help you with anything. Haikusaidii chochote katika kukubadilisha wewe na kukuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Amsikia mtu anasoma Qur'ani vizuri, lakini
ndiye mwizi. Wamsikia mtu anasoma Qur'ani lakini mganga wa kienyeji, mshirikina, mchawi. Wamsikia mtu anasoma Qur'ani vizuri lakini msengenyaji. Wamsikia mtu anasoma Qur'ani vizuri lakini maasi hayaachi. Manake we regard that such a person that Qur'ani haimsaidii kwa kitu chochote. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni vizuri sana tusome Qur'ani every time. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qaraa harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasana bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim alifun, la, lakin alifun wal lam alif hurfun wal mim hurfun. Kwa maana kwamba mtu ambaye anayesoma Qur'ani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu anayesoma Qur'ani sawa sawa, anayesoma Qur'ani herufi moja katika Qur'ani, Allah tabaraka wa taala anasema huyu mtu anapata ujira wa malipo 10. Maana yake kila herufi, sio kwamba ukisoma alif lam mim ikawa ndio herufi, hapana, kwamba ndio neno moja, hapana. Alif ni herufi, lam ni herufi na mim ni herufi. Sasa ujira ulioko ni kiasi gani ndugu yangu katika imani? Hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema ya kwamba, yani ukitaka kujua wewe uhusiano wako sawa sawa na Allah upoje, basi fandhur idha kunta tuhibbu alquran, sawa sawa, unatakiwa utazame ukiwa wewe una mapenzi ya dhati na Qur'ani, ujue wewe una mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama Qur'ani wewe unaisoma ndugu yangu katika imani, katika matukio, babu amefariki unaenda kumrehemu, matukio ya Ramadhani tu, pengine matukio ya msimu, yani tumeihama Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, tubadilishe mwelekeo wetu. Qur'ani iwe ni sehemu ya tiba yetu. Mmoja katika mtaalam anasema, wanachuoni mtukufu wa Kiislamu anasema ya kwamba hata ile kuumwa sawa sawa, yani Allah subhanahu wa ta'ala kukutesti ukubwa wa imani yako, kile kitendo cha kuumwa tu, labda waumwa jino, waumwa kichwa, waumwa nini, first action yako ikawa ni kwamba iwe nasema kwamba mimi nasomea Qur'ani, maji haya yatakwenda kuniponya. Ile inaonyesha kwamba wewe una uhusiano mkubwa sana na Qur'ani. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tubadilike katika masaila haya ya uhusiano wetu na Qur'ani. Lakini swala lingine la kujibadilisha ndugu zangu katika imani ni tabia nzuri. Katika swala zima la tabia, nimesema hapo awali, Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, yani kwamba mimi nimetumwa ili niweze kukamilisha sawa sawa tabia njema. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa ili watu waweze kuiga tabia njema kutoka kwake. Ndugu yangu katika imani, dada yangu katika imani, Uislamu si kuvaa hijabu peke yake. Uislamu kwako wewe mwanaume si kufuga ndevu peke yake, kuwa na ndevu nyingi ndio Uislamu. Uislamu si kuvaa kanzu nzuri. Uislamu ni tabia iliyokuwa njema na matendo yaliyokuwa mazuri. Wamkuta mtu anavaa hijabu nzuri, niqabu, mashaallah tabarakallah, lakini ndani aliyokuwa ndani ya moyo wake hayaendani na ile vazi alilolivaa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja katika khutbatul wadaa alikuwa akizungumza na masahaba zake, yasema kaannaha mau'izatun muwadda fa awsina. Qala, masahaba walishtuka baada ya kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam amewapa mawaidha mazito. Basi masahaba wakasema, Mtume nikana kwamba haya mawaidha ni ya kutuaga, fa awsina, tupe wasia sisi, tueleze jambo basi inawezekana tusikuone tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, attaqwa hahuna, usikum bitaqwa Allah was-sam'u wat-ta'a. Lakini akaenda bali, attaqwa hahuna, ucha Mungu wa mtu upo ndani ya moyo wake. Maana yake ni nini? Mtu yawezekana akawa anavaa vizuri, anazungumza vizuri, lakini ucha Mungu hana. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika ucha Mungu. Kwa swala lingine, kipande kingine cha kubadilika, tubadilike katika swala la tabia zetu. Ifike hatua kama Muislamu aache kutukana. Ifike hatua kama wewe dada wa Kiislamu acha kuchamba chamba. Dada zangu katika imani, imeharibika sana katika hili suala. Kuchamba, kuchambana, kupeana vidongo, kurushiana vijiwe, kufanyiana hivi, kufanyiana vile. Ifike hatua mtu
aseme kwamba mimi sasa hivi kwa umri huu niliobakisha, alhamdulillah, nikazane tu katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana duniani umeishi miaka 20, miaka 30, miaka 40, ama huo umri uliokuwa nao sasa hivi. Yawezekana ubakisha miaka 2 mbele ufariki, ama mwaka mmoja mbele ufariki. Kwani wangapi tuliokuwa nao last year, tuliokuwa nao mwaka jana, sasa hivi hatupo nao tena? Ni wangapi ambao tuliokuwa nao mwaka 2024 tumeshawasahau? Ni wangapi ambao kule Tanzania katika yale maandamano yaliyokuwa yametokea tarehe 29 Oktoba Tanzania kule, kuna mashehe ambao walikuwa wamepigwa, yani kuna watu wamepigwa risasi, wengine wanatoka msikitini, wengine wanatoka pengine hospitali, wengine anatoka chooni, mtu anapigwa risasi. Sitaki nizungumzie huko, lakini nukta yangu ya msingi ni kwamba zangu katika imani, yani tuishi kwa tahadhari sana. Kwa hiyo dada zangu katika imani, usiishi kwa kuamini kwamba wewe bado una nafasi. Najihusia mimi pamoja na kuihusia nafsi yako, mimi pamoja na wewe, tusiishi katika mfumo wa kwamba tunajiamini kesho tutafanya. Tuishi katika mfumo ambao tunaamini inawezekana kesho tusipate fursa. Dada zangu nyewe mliokuwepo huko katika nchi za mbali, huko ndo sehemu ambazo ni za hatari zaidi, kwa sababu huko hakuna kaka yako, hakuna dada yako, hakuna mama yako, hakuna mzazi wako, hakuna ndugu yako ambaye wasema pengine umepata tatizo usiku, haraka kaukimbiza hospitali. Na kama tunavyojua experience ya baadhi ya watu wanavyofanya kazi katika hizi sehemu, majumba, makazi, makampuni ya huko sehemu za nchi za Kiarabu, wafanyakazi wao ni wenye roho mbaya sana. Tafsiri yake ni nini? Mwanadamu anapaswa aishi kwa tahadhari sana. Tahadhari si kuishi tu kwamba unaishi ili usipate madhara, hapana. Unaishi kwa tahadhari ukiamini kwamba yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku ambayo mwanadamu atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuojiwa yale ambayo aliyoyafanya, nini kitakachomsaidia. Hii ndio tahadhari kubwa. Yawezekana wewe ukajiprotect mwenyewe kwa kutozungumza nao vibaya na nini, wasikuwekee sumu na kadhalika, lakini jambo kubwa ni kujiprotect nafsi yako katika kufanya madhambi ambayo madhambi hayo yatakupelekea katika moto wa jahannam, waliyadhu billahi min dhalik. Kwa hiyo zangu katika imani, tujibadilishe tabia zetu. Kuna akhwati wengi sana ambao ni wa Kiislamu tunakutana nao TikTok huko, mtu yupo live mpaka saa 8 usiku, anaelezea mara kaelezea kile, mara kaelezea kile, mara kaelezea kile. Huyu mtu yupo vizuri sana katika mitandao ya kijamii, lakini mchango katika dini yake, umuhimu katika dini yake ni sifuri. Ndio maana tukumbushana na kukumbushana huku haina maana kwamba sisi ni wakamilifu, hapana, isipokuwa tunahitaji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sote sisi tuwe katika mstari uliokuwa wa sawa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, kipengele cha kujibadilisha kingine ni kipengele cha kujibadilisha katika tabia zetu. Matendo unayoyafanya hayo ni machafu mno. Badilika, kuwa mpole, kuwa ni mwenye ustaarabu, kuwa ni mwenye haya, kuwa ni mwenye kufanya ibada, kuwa ni mwenye utaratibu mzuri. Na mimi ninapokuwa nazungumzia swala zima la tabia njema, siwezi kuacha kutozungumzia kipengele cha watu kuweza kujiposti katika mitandao ya kijamii. Najua hili ni jambo ambalo limekuwa mimi likinikera sana, na baadhi yenu mashaallah subhanallah, inawezekana mwanzoni huko mlikuwa mkifanya kwa ujahili, kwa ujinga, kwa upumbavu, kwa kutojua, kwa kutofahamu. Mtu anaposti mapicha yake katika social media, katika Facebook huko. Yaani sasa hivi tukisema kwamba kila mmoja atoe jina lake, kila mmoja atoe jina lake la TikTok, atoe jina lake la account ya Facebook, atoe jina lake la account ya Instagram, atoe jina lake la account ya Snapchat na mitandao mingine, tutaona mambo mengi sana. Watu washarekodi challenge nyingi sana, nyingi sana. Sasa the question is, mfano leo, labda leo ikatokea umefariki, unacheza na kinguo chako kimekubana, unacheza unarusha vimacho vyako na kadhalika. Itokee leo Allah subhanahu wa ta'ala amekuchukua, na itokee leo ile dhambi uliyoifanya ya kujiposti hujaifanyia tauba, Allah tabaraka wa ta'ala anakuuliza lesh fa'alta hadha, kwa nini umefanya hili jambo? Ni nini ambacho utakachomjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Kwamba utasema sijui, alam ya'tikum nadhir qalu bala, alam ya'tikum nadhir qalu bala.
hakuwajia mtu wa kuja kuwaeleza, kuwakumbusha kwamba haya mambo ni haramu. Unajua, tuikumbuke siku ambayo al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuikumbuke sana hii siku kwamba mwanadamu atafungwa baadhi ya viungo vyake, viungo vingine vitaachiwa uwazi wa kuzungumza. Midomo itafungwa, mikono ndio itakuwa inazungumza, vidole vyako hivi vimefanya nini. Picha sasa qalu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kauli itakuwa ni moja tu, nimefanya ya Rabbi. Na hakuna kule fursa ya kusema kwamba ya Rabbi nisamehe, kwa sababu fursa ya kusamehewa ulipewa hapa duniani. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an wa man yaghfirillaha yajidullaha ghafurar rahima. Aya zote hizi zinazungumzia kuhusu masaili mazima. Sasa ndugu yangu katika imani, bado hujataka kujibadilisha na hautaki. Yaani kuna watu wanajua kwamba hichi kitu ni haramu na hawataki kujibadilisha. Kuna watu wanajua kabisa kwamba kuposti vitu vya aina fulani katika mitandao ya kijamii ni haramu, ni story ambazo tumeletewa na wa magharibi, lakini bado mtu hataki kurekebishika nafsi yake. Maana yake summun bukmun umyun fahum la yubsirun ama fahum la yarji'un. Kuna watu yani katika mioyo yao tayari wameshapigwa mihuri katika mioyo yao kwamba huyu mtu kubadilika ni ngumu sana. Tayari sheitani kashamfanya kuwa ni khalil, kuwa ni kipenzi chake. Usitake kutudanganya kwamba wewe unaswali alafu nyimbo zote wewe unasikiliza. Na swala yako inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika ya swala iliyokuwa ya sawasawa ni ile yenye sifa ya kumkataza mwanadamu katika kufanya machafu. Haiwezekani wewe unaswali na unasema kwamba unaswali swala yako kweli kwamba unaiswali vizuri, ya dhuhuri waswali vizuri, na swala haikukatazi wewe kusikiliza music. Haikukatazi wewe kucheza, kuunganisha nywele, kurukaruka hivi, kufanya hivi. Wanawake katika swala la music, tunaomba sana dada zetu, jibadilisheni. Katika swala la music, hata itokee harusi leo, mwanamke yupo tayari avue mahijabu yake, avae sare, wacheze taarabu. Tunashuhudia hayo mambo. Kwa ndugu zangu katika imani, swala la kujibadilisha, it's all about you. Sahau, you need to forget. Hakuna siku hata moja ambayo itakayokuja kutokea mtu atakuja kugongea katika mlango wako, mtu fulani, badilisha tabia zako. Hakuna. Ndio kama hivyo wafanyakazi, ukishamaliza kufanya kazi, utafanya hivi, utakuwa bize kujenga, ukishakuwa bize kujenga, utakuwa bize sije kufungua biashara, utakuwa bize ukishamaliza kufungua biashara, utakuwa bize kutafuta watoto, utakuwa bize kusomesha watoto. Umri ndio unakwenda, tabia zina tabia yani moyo una tabia ya kwenda vile ambavyo unavyopeleka. Nafsi zipo za aina mbili, amaratu bisu na nafsi mutmainna. Amaratu bisu mara nyingi huwa ina take advantage ya kucontrol. Ukiona kwamba wewe mpaka kuna kitu unakifanya huwezi kubadilika, ujue upo katika mtihani sana. Ukiona unaswali lakini wewe bado una mahaba na music, ujue swala yako bado ina mushkila. Kwa hiyo katika imani, katika kipengele hiki cha kujibadilisha, tusiache mbali kuweza kuzungumza na dada zetu katika imani, kuwakumbusha ndugu zetu, sababu nyinyi wanawake mmeumbwa na hali ya kusahau, lakini kadhalika hali ya kuvutika na vitu vya ajabu. Mwanamke anaweza kuvutika na vitu vya kipuuzi. Kwa hiyo jitahidini katika kujibadilisha, jibidisheni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Usivae hijabu kwa sababu kuna harusi, usivae hijabu kwa sababu kuna nini, kuna msiba. Hijabu iwe ni vazi lako la stara, jistiri kabla hujasitiriwa. Kwa hiyo katika kipengele cha kujibadilisha, siachi kuzungumza swala la mwanamke kuweza kujiheshimu, kujihifadhi, kutoposte mapicha yenu katika mitandao ya kijamii, status, kutoweka music katika majumba yenu. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi katika kujibidisha kuyafanya yale ambayo yaliokuwa yenye msingi na yenye kumridhi Allah tabaraka wa taala. Na sehemu ya mwisho ni, ndugu zangu katika imani, tutambue kwamba
nafasi ama fursa hii ya uhai tuliyokuwa nayo ni nafasi ya kipekee. Tusitarajie kwamba toba yetu itakuja kupokelewa si tukifa. Kuna watu wanaamini kufa ni kulala. Hapana, kufa si kulala ndugu zangu katika imani. Kuna maisha baada ya kifo. Kuna maisha baada ya dunia. Naomba ndugu zangu katika imani tuchukue nafasi ya kuwa tunafanya toba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa siku japo fanya istighfari mara 10 basi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ukimaliza kuswali usikimbie tu kwenda kuosha vyombo. Ukimaliza kuswali usikimbie kwenye movie, usikimbie TikTok, usikimbilie wapi. Kaa kwanza kitako japo dakika 5. Mpe Allah time yako. Muda wote karibu masaa 12 unafanya kazi zako za kujiingizia kipato, basi na huku fanya kazi kwa ajili ya kujiingizia kipato cha thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukimaliza swala yako astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Unasoma ayatul kursi. Fanya adhkari zako japo dakika 5-10. Lakini sasa hivi sisi sheitani amesha control mindset zetu. Yaani kwamba ikimalizika swala assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah rabbil alamin, anatupia msala pembeni, anaendelea na mambo yake. Sasa hii tabia kama hujaibadilisha hutoweza kubadilika. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani tusiishi mpaka tukaja kujifika kwamba hata idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, kwamba mpaka mmoja wao ama mmoja katika sisi akafuka na umauti anaanza kujutia rabbi irji'un la'alli a'mal salihan. Uende nitafanya mazuri ya Rabbi, naomba nipe dakika 1. Utopata. Time ikiisha imeisha. Kwa hiyo zangu katika imani naomba tuweze kujibadilisha katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Allah Tabaraka wa Ta'ala atujalie kila lilokuwa zuri katika maisha yetu, atujalie baraka katika maisha yetu, na atujalie husnul khatim, na atusamehe kila sehemu ambayo tunayokosea, na atujalie taubatan nasuhan qabla al-maut. Naomba kama kutakuwa na mtu mwenye swali aweze kuuliza, lakini kama hakuna basi inshallah tuweze kutamatisha hapa biidhnillah. Nafikiri ukimya ni dalili ya kwamba tumeelewana, na washukuru sana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atubariki sana. Na tangazo la mwisho ni kwamba inshallah tahfidh madrasa ipo kwa ajili ya kupeana elimu na kupata yale ambayo yenye kumridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha kwa wanafunzi wapya ambao wamejiunga na sisi, tunawaomba muweze kualika kufanya invitation, kualika wale ambao hawajajiunga na madrasa, ukhti zetu wanaitamani kuweza kubadilika kitabia, lakini hakuna mtu wa kuwabadilisha. Kwa hiyo inshallah nyinyi mmepata fursa hii, basi tunaomba muweze kuitumia vizuri biidhnillahil maula. Muweze kualika wengine inshallah. Umepata mtu, tumie linki yetu ya darasani, ama umepata mtu basi tuambie, sisi tutampa utaratibu namna gani ya kujiunga tahfidh. Wa ila huna aqulu lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuja nayo wetu rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu rasuli kumsalia, ni wajibu pia kufuatia wakeusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu, shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu, shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu
ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya.